Karibu sana ndani ya vipindi vyetu vya muda wetu wa saa 11. Leo tunawapea habari ya mapema zaidi kabla tuwapema habari ya saa 12. Katika taarifa tuko nao kwa sasa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kabla nikuje kuongea mengi zaidi ama nikuje kuwaeleza kile kitu kinavyonileta kwa media leo tarehe kwa hii masaa ya saa 11. Mnajua kila mara anakuwa nawaletea programu ya saa 12 na dakika 20, lakini nimekuja kwa saa 11 kwa sababu mambo imeendelea kubadilika, mambo imekuwa changamoto kwa sasa. Na katika taarifa letu tuko nao leo tangu tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026. Huyu mwezi umeanza kweli mwezi mbaya zaidi upande ya wanajeshi ya waasi M23 na headquarter yote ya wanajeshi ya M23. Huyu mwezi umeanza vibaya sana muno, na kwa kweli taarifa tuko nalo ni taarifa lenyewe linaendelea kupitikana katika kwenye mtandao mahali popote na katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kabla nikuje kuongea kuhusu kiini ama ni nini nileta kuongea katika muda wetu wa saa 11 ndani ya media ama kuwaeleza habari zinaendelea kukua katika mtandao wetu ama katika eneo popote ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mashabiki zangu, mulisha kufanya subscribe, like, comment hili ukiwa unanisikiliza mara kwa moja nijue tayari wewe ni shabiki wangu. Usiwe kama ule tu unavyonisikiliza hujafanya subscribe. Wewe utakuwa umekuwa muhunyi, na wewe hakuna tofauti yako kuwa muhunyi tayari. Lakini bado sijawaita wahunyi kwa ubaya, nasema mnaweza kubadilika moyo, watoto wazuri na watoto njema zaidi. Lakini watu wangu, ngoja tuongee kwa hizi vitu zinaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa tangu tarehe 11 habari ilikuja kusema kama tayari mji wa Goma kumeendelea kuatakwe, yani eneo ya Goma katika upande kule kwenye rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila, maeneo zake kule kwenye matajiri wanakaa huko. Tayari kuna nyumba limoja linaitwa nyumba la tajiri mwingine anauza magari muno kapita katika mji wa Goma, anaitwa Pascal. Ile nyumba lake lilishambuliwa na madrone. Kwa sasa watu wengi hatujajua hizi drone ni za jeshi kutokea wapi, kwa sababu ripoti yenye yuko hakuna mahali serikali ya Jamhuri ya Demokrasia imesha kutangaza kusema tayari hao wameshambulia eneo ya Goma. Lakini tumeona kwenye mtandao tayari kiongozi wa wahasi ama porte parole anayoitwa Kanyuki amezungumza haya mashambulizi ameendelea kuwa katika eneo ya Goma ama katika eneo tayari eneo zingine. Haya mashambulizi imetoka katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia kule Kinshasa ya Felix Seketi. Hiyo ni kauli anavyozungumza. Na katika katika drone hii ilikuripua katika hapo Goma, imefanya majali zaidi, kumekufa watu karibu watatu, mableseni wangapi, na kukakufa mama umoja wa mzungu wa Ufaransa anafanya na kazi na UNICEF, na huyo mama alikuwa na watoto wawili katika mji wa Ufaransa, na kwa sasa amekufa. Kwa hiyo ajali ilikuwa katika drone, kwa sababu hapo hiyo drone ilikuja, mimi nikiangalia kwenye psikolojia ili drone ilikuwa linajua tayari wanajeshi ama viongozi vya chama vya waasi wako katika nyumba hili. Na drone limoja lilipiga, lilikuwa drone mbili. Limoja lilipiga likakuja likaangua kwenye mto wa bahari, mto wa maji, likafifia hapo. Na drone ya pili lilikuja likapiga kabisa kwenye nyumba hili, likafanya maajabu kabisa, mpaka uliona tayari mumeona kwenye taarifa wa MONUSCO mimi vitu zingine siwezi kuonyesha kwenye mtandao. MONUSCO, Umoja wa Mataifa, wote walikuwa hapo wakizima moto pamoja na waasi M23. Kumbuka MONUSCO wako katika mji wa Goma. Na kwa kweli kuhusu mama huyu wa Mfaransa aliyokufa, amekufa katika eneo ya hapo Goma kuhusu mashambulizi imepitikana hapo, na wanajua tangu masiku inaendelea serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndio imeendelea kupiga madrone kila mahali popote waasi M23 wako. Lakini kumbukeni, drone tuliongea mara kwa mara, drone haichague mahali. Drone ikiamua kuripua, drone ni tofauti kama risasi, kwa sababu risasi inaangalia mwanajeshi anaopiga risasi, anaangalia tayari adui ni huyu, ama mwanajeshi akirapua risasi inaweza kuwa tayari inaweza kumshika. Lakini drone nayo ikiamua kupiga, ndugu yangu, inapiga muno zaidi. Kwa sasa mji wa Goma, mkumbuke niliwaambia tangu juzi
eneo ya Goma kulikuwa kumeendelea msako wa kuangalia nyumba kwa nyumba, kila mwenyewe anaweza kuwa ameficha silaha, kwa sababu walionekana kama Goma kumesha kuwa wasaliti, wale wanaendelea kusaliti waasi M23. Na katika taarifa nyingine tukasikia tayari katika eneo ya MONUSCO kuna wanajeshi wa FARDC wako katika ndani ya chama ndani ya MONUSCO, wanaendelea kupeana ripoti kuhusu mikataba ya wanajeshi wa waasi M23. Na kwa kweli kila mbingu yote waasi M23 walikuwa kitumia saa hizi, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa wameisha kufahamu. Kwa sasa teknike yote walikuwa wanatumia wameweza kufahamu. Kuna wengine walizungumza kusema tayari kabla wanajeshi wa waasi M23 kabla washike Goma ama hatua hawajashika wanajeshi ama wazalendo waende wawapeleke kwenye centre de formation, hakuna siri zao zilikuwa zikienda nje. Lakini tangu walishikwa moja kati yao waliendelea kufanya nini? Waliwaamini na wakaendelea kuwasaliti. Ndio kama unajipata sasa wanajeshi wa waasi M23 wanaendelea kupata tabu muno, wanaendelea kupigwa mahali popote kabisa. Na kwa kweli hata kwenye mtandao wao wenyewe wanasema wamesha kuwa na wasaliti ndani ya serikali yao, na kwa sasa wanaendelea kufanya mkaguo na kujua wasaliti ni wagani. Na kwa sasa wale wanachambua kama ni wasaliti kwa ndani ya serikali ya jamhuri, wale walikuwa ndani wanaanza kufanya nini? Wanajiondoa, wanakimbia, wanasema tayari wametoka ndani ya serikali ya jamhuri, kwa sababu hawa wengine. Hii ni taarifa tulikuwa tumesikia, lakini tarehe 11 huyu mwezi wa 3 kunaendelea kwa maajabu upande wa Beni huko Beni. Tayari Beni, kiwanja cha ndege cha Beni kimechomwa nacho. Waangalie leo hii tarehe hii mwezi wa 11 leo hii Goma. Hiyo mripuko ilianza tarehe 11 asubuhi saa 10 mapema, na leo saa 7 na dakika saa 6 na dakika 18 mji ya Beni hapo airport kwa uwanja wa ndege wa Beni nao umeripuka kabisa, umechomwa. Lakini taarifa yenyewe inaendelea kusikilikana, bado watajijua hii mlio kwa sababu gani Goma imeendelea kuripuka, Beni nayo imeripuka uwanja wa ndege mara moja kwa moja kwa huu mwezi. Kwa sasa watu wengi wanajiuliza kama inaweza kuwa kwa nini vitu hivi vinahappen kwa siku moja, lakini ngoja niwaambie kitu moja, hakuna kitu kinaweza kuhappen bila mpangilio. Na kama tayari Goma kwa sababu kwa sasa watu wameripua Goma hawajajulikana yote, kwa sababu kumbuka Goma waasi ndio wanamiliki katika eneo ya Goma tayari, na katika teritwari hizo, katika maeneo hizo hao wanaongoza huko, na hao waweze kujiripulia hapo kwa sababu hiyo ni eneo zao tayari, kumbuka, na waweze kufanya vitu. Ama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wako eneo gani hili waweza kutuma madrone kuingia katika eneo ya Goma? Kumbuka Goma kuna headquarter ama kuna security ya waasi M23. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV. Watu wengi tunaendelea kujiuliza maswali mengi zaidi. Kuna wengine wanasema tayari wanajeshi wa wazalendo walikuwa sababu walikuwa wanasema tayari Virunga inaendelea wanajeshi kwa wingi wako katika milima ya Virunga, wanaendelea kushuka kwa wingi kuelekea Goma. Wengi wanajiuliza maswali moja, inaweza kuwa tayari hawa wazalendo na FARDC wako katika milima ya huko Virunga wameshambulia hapo ama vipi? Kwa sababu tulikuwa tumesikia tayari kama wazalendo wana mpango wa kuingia katika mji wa Goma na wengi na pamoja na FARDC, kwa sababu Virunga inaongoza na wanajeshi wa wazalendo FARDC kwa sababu milima huko na katika eneo ya Nyiragongo huko. Na kwa sasa watu wanajiuliza maswali mengi, inaweza kuwa tayari ni serikali ama propaganda ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini taarifa ya ukweli ndakuja kuwapea, kwa hiyo habari ya ukweli hiyo saa 1 asubuhi mapema, ama habari yenyewe itatokea, kwa sababu mimi habari nikiichukua naipatia kama saa 3 kwa kuichunguza ili nielewe habari ni ya ukweli ama habari ni ya uongo na evidence ama preve. Kwa sababu gani? Waasi M23 kwa upande moja kwa sasa mwezi nao na mwezi wa pili wamepata mashambulizo muno zaidi. Teknika yote walikuwa kitumia kwa kupambana kweli imerudi chini kabisa. Kwa sababu gani?
wanapoteza viongozi kwa mwezi wa pili, wanaendelea kushambuliwa vino kabisa, mpaka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inatumia tekniki za drone aina, kwa sababu kumbuka waasi M23 walikuwa na tekniki ama teknolojia ya kuziba zile drone ama ndege za kivita zinaweza kuja katika eneo hili, lakini hizi drone zinakuja kwa njia nyingine ili hawezi kuona kwenye system, na unajipata tayari zimesha kuripua hiyo. Hii ni media Bukavu TV, kila mara ukinisikiliza na inahitajika muwe makini kuwa pamoja na mimi mara kwa moja. Usisahau kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kifikie mara kwa moja. Kama unanisikiliza kutokea eneo fulani, eka comment yako niambie tayari umenisikiliza kutokea sehemu gani. Mnanizoea kila mara kuwaletea habari ya saa 12, lakini kuhusu habari ya leo imenisumbua zaidi. Nasema ngoja niwapashe habari mapema saa 11. Kwa kweli watu wangu muwe makini, tuendelee kuwa pamoja, na katika wale wako katika uwanja wa mapambano huko, wako katika maeneo ya vita, kwa sababu kumbuka Kongo kwa sasa vita zenyewe zilikuwa mwaka 2025. Kwa sasa watu tunafikiria kama vita inataka kumalizika, lakini vita ndio kuanza, ndugu yangu, kwa sababu ukiangalia upande wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wana mpangilio yao, na upande wa serikali wa waasi M23 tayari wana mpangilio wao. Kumbuka hao wote ni wanajeshi na wote wanapambana wanakutana kwenye uwanja, lakini tatizo ni nini? Tatizo ni kukutana kwenye mahali wakahaji wako, kwa sababu mahali wakahaji wako tayari wa innocent. Tukumbuke, tuangalie kwanza huyu mzungu huyu anayokufia hapo, huyu mama Mfaransa huyu ameacha watoto wake wawili, amekuja kufanya na kazi ya UNICEF katika mji wa Goma. Kumbuka UNICEF inankadre wale wana mashida, wale tayari wanasaidia watoto wa shule. UNICEF uniform watu wa matatizo wanafanya na wakimbizi. Kumbuka tayari huyo mama drone imekuja kapiga hapo. Drone haichague, ndio maana inabidi watu wanaotumia drone kwa kweli wakuwe makini zaidi kutuma drone mahali popote, kwa sababu watu mainosani wengi zaidi wanaofariki. Hakuna mwenye anafurahia wa raia wakufe. Kama ni wahasi, waache wahasi wafariki. Kama ni FARDC, acha FARDC fariki, kwa sababu tayari hao ni wanajeshi wawili wanapambana, sio raia. Kwa sababu raia wakikufa tayari kuna vitu mingi itakuwa imepotea na watu watakuwa na wasiwasi. Lakini wanajeshi wakikufa, kwa sababu mwanajeshi alijitolea kukufia nchi, ama sio? Na wahasi nao wamejitolea kukufia wakahaji, gisa wanavyosema hao ni wakombozi wa wakahaji katika eneo popote. Hii ni media Bukavu TV, na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia nao wana protection watu katika jamhuri ya nchi, wanalinda nchi. Nao kama ni mashambulizi kutokea kwao, acha wapambane na wanajeshi wa M23 wao kwa wenyewe. Wazalendo wapambane na wanajeshi kwao, waache kupambana na mahali kuna wakaaji. My friend, watu wa media, hivi vitu inabidi nyinyi wote mshimame muongee kwa kweli, kwa sababu ukiangalia ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndio kuja kwa liberty ya watu kuongea kwenye online kama manchi zingine. Watu wa Kongo wako na oga wa kuongea online kama manchi zingine. Ukiangalia manchi zingine zenyewe ziko wamepata freedom, wanaongea. Hakuna ndani ya Kongo hawajazuia mtu asiongee. Kongo hawajasema, wamesema ongea vitu vinahitaji vitasaidia watu. Na sisi tunasema hivi, uwanja wa mapambano acha wanajeshi wapambane, sio mahali wakaaji wako. Unanielewa vizuri? Sio mahali wakaaji wako, acha raia waishi upande umoja, wanajeshi wapambane. Kwa sababu gani? Kama hizi drones zinaendelea kuua watu hivi, sasa hizi unaweza kufurahia watu wamekufa, ndio enemy iko katika eneo ya North Kivu, lakini kumbuka kule North Kivu kuna mama yako, kuna baba yako. Hawezi tunasema Kongo haiwezi kuachiwa. Unataka mama yako aende Lubumbashi, aache kwake amezaliwa ushago Goma hapa, ama aende Katanga, tayari atakuwa mkimbizi huyo. Hata kama iko ndani ya nchi ya Kongo, lakini ametoka mahali amezaliwa, ameenda sehemu lingine, tayari amekuwa mkimbizi. Hakuna tofauti ya mwenye ameenda Burundi, hakuna tofauti ya mwenye ameenda Uganda, mwenye anaenda wapi, mahali popote wala akimbizi. Hakuna tofauti. Kwa sababu gani? Anaanza sufuri kuteseka na maisha. Lakini ule mwenye amelelewa mahali kwake, amebaki kwake, tayari huyo hako na usalama.
Watu wengine wanaona kwenye online, nimesikia wengine wanazungumza kusema hapa Goma hata watu wengine wakufe wote. Kumbuka ndugu yangu, wewe unavyozungumza wewe, mapambano ikikuwa mahali kwenye huko tayari, ukitoke mahali upo uende mahali kwingine utateseka vipi? Watu wangu, tuwe tunafikiria mbali kabla ya kuzungumza mambo ya kuharibu ama mambo ya kuchota. Tuambie watu ukweli. Kama ni serikali inafanya mambo ya kushambulia, itumie ushambulizi mahali hakuna wakaaji. Kama ni wanajeshi wa M23 wanatumia mambo ya ushambulizi, washambulie mahali hakuna wakaaji. Kwa sababu gani? Wote wanapigania kulinda wakaaji. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inapigania kulinda wakaaji. Waasi M23 wanapigania kulinda wakaaji. Kwa sababu gani? Kama wote wanapigania kulinda wakaaji, waende wapambanie katika mistuni huko, sio mjini. Hii ni Media Bukavu TV, muda wetu saa 11, habari za jioni.